Karibu katika episode ya 4 ya recap yetu. Tulipokuwa tumekomea katika episode ya 3 ni mara baada ya kumshuhudia bidada Yoro akiwa anamwambia Mwamba So-young kwamba au unanipenda, na jamaa alijikuta ameduaa tu, hakuwa na jibu la kutoa. Kinyonge sana, Mwamba akawa anaondoka, na kwa sababu ya ulemavu wake jamaa aliamini kwamba hana sababu ya kupendana na mtu mwingine yeyote yule. Lakini kwa upande wa bidada Yoro, yeye aliamini kwamba huyu jamaa anampenda. Kesho yake walipoweza kufika kazini, moja kwa moja akamfuata jamaa, akaanza kumwambia kwamba wewe unanipenda mimi, na kwa nini unanipenda mtu wa kawaida kama mimi? Alafu ndo kwanza tumejuana na tuna miezi mitatu tu tukia nimeanza kufanya kazi hapa. Mwamba akasema inaweza ikawa miezi mitatu, mwaka mmoja, ila kwako imenitumia dakika moja tu kuweza kupenda. Lakini Mwamba So-young akikumbuka ni wapi alipoanzia kumpenda bidada, kumbe ni mbali kidogo, ni katika eneo fulani hivi ya Tempo, ambako huko aliweza kumuona bidada kwa mara ya kwanza na alivutiwa naye pale pale. Na kuanzia hapo alianza kumlinda bidada kisirisiri. Ndio maana ile siku ambayo bidada alikuwa anapata ajali ya gari, Mwamba aliweza kujitokeza na kumlinda. So kwa sababu ndio alikuwa anamuona kwa mara ya kwanza, bali alikuwa amemuona muda mrefu, ila alikuwa anampenda kwa kitambo tu. Kwa bahati mbaya sana bidada akawa amesukumizwa hivi akajikuta ameweza kumkumbatia jamaa. Scene ilikuwa very romantic. Lakini bidada wakati anamwachilia Mwamba ndo akawa anaugusa ule mkono ambao ulikuwa na chuma. Huu mkono namna ulivyokuwa umeganda hivi, bidada alikuta na ushangaa sana. Huu mkono mbona mgumu kiasi hiki? Lakini kwa bahati mbaya So-young wakati anaondoka katika eneo hilo alikuwa ameacha fomu yake hapa. Fomu yake ina maelezo ya kwamba huyu jamaa anatumia mguu wa chuma pamoja na mkono wa chuma. Lakini ile wametoka tu maeneo ya airport, kulikuwa kuna taarifa moja hivi ambayo ilishtusha kidogo, kwani kulikuwa kuna briefcase ambayo ilikuwa inaonekanika katika maeneo haya na haeleweki nani anayelimiliki na hii briefcase ndani yake na nini. Na manager akawa anawaka sana. Yaani kama nikigundua kwamba aliacha hii briefcase ni mfanyakazi wa hapa ndani, basi naidi kwamba ndamfukuza siku hiyo hiyo. Haiwezekaniki nyumba mkaifanya kama warehouse, yani mnakuja tu mnaacha mizigo yenu afu mnaondoka. Kabidada kakao kamenyosha mkono, samani boss, hiyo briefcase ni ya kwangu. Na kumbe kabidada Yoro alikuwa kana mizigo yake mingine mingi tu ambayo manager hakuweza kuiona. Kakaanza kusema kwamba kule ambako nilikuwa naishi ile kodi yangu imeweza kuisha, kwa hivi vitu vyangu nimevitoa kule kwa muda kidogo, nataka nihamie kwenye nyumba nyingine. Manager akaamuru ile mizigo itolewe mara moja. Basi ile mizigo ikawa imetolewa, bidada haelewi wapi aipeleke, na kwa sababu nyumba nyingine bado hajaipata. Ikabidi Mwamba So-young aweze kumwambia bidada, naomba uelekee nyumbani kwangu kama utojali. Lakini bidada akawa ameelekea mpaka kwa jamaa, lakini alipokuwa ameachwa peke yake sebuleni akawa anawaza, kuja kukaa kwa mwanaume mbona sio sawa kabisa hii. Afu jamaa alijaniilipia mahali hata mbuzi, leo nakaa nyumbani kwake, sijui watu wakiwa wananiona itakuwaje. Lakini bidada kimya kimya akawa anabeba mizigo yake, ni bora tu akaishi katika mitaa. Ghafla Mwamba akaweza kumuona, akamwambia usijali juu ya mahusiano yangu na wewe kuwa na amani tu, ishi kwa amani kabisa hapa nyumbani kama kaka na dada. Walikubaliana kimoyo safi wataishi kama kaka na dada. Balaa likaanzia kwenye chakula ambacho Mwamba So-young alikuwa amekiandaa, ili anampatia bidada, wakagusana mikono, wakajikuta tu wanaanza kutazamana, hisia zinapanda miili yao. Lakini Mwamba hajiamini sana kwa sababu anajihisi kwamba yeye ni mlemavu na hana haki kabisa ya kuendelea kukaa na bidada. Sasa bidada Yoro anatoka tu nyumbani kwa Mwamba mapema na alfajiri, anakuja kushtukia kwamba Sanju yule mwanamke ambaye ni mlinzi katika airport, kumbe naye anakaa mtaa huu hapa jirani. Alishangaa kumuona bidada mitaa hii, akaanza kujitetea hata pasipo kuulizwa kwamba unajua mimi nimekuja kumtembelea rafiki yangu anaishi mitaa hii hapa jirani, lakini ndo narudi nyumbani nikajiandae kwa ajili ya kwenda kazini. Mishale ya usiku ilipoweza kufika, haraka sana bidada akamfuata Mwamba, akaanza kumwambia kwamba leo nimekutana na Anju, naomba usije ukamwambia mtu yoyote kwamba mimi nimelala kwako, wala usije ukasema kwamba kwa mtu mimi na mahusiano na wewe. Lakini wakati bidada anaondoka tu, Mwamba So-young alisikia kana kwamba kuna kitu kimeanguka katika chumba chake cha kulala. Alipokwenda kutazama aligundua kwamba kuna salt tape tu, alafu kuna mtu ni kama alikuwa anatoka ndani ya chumba, ila hajamjua ni nani. Sasa bidada Yoro amefika kazini, akawa anamuona yule dada aliyekutana naye siku ya jana ni kama anapiga story na wenzake. Sasa akawa anajishtukia sije kawa anawaambia hao wenzake kwamba jana ameweza kuniona mimi nimelala kwa mwanaume au kwa mtu fulani. Basi bidada Yoro akawa ameelekea ofisini kwake, lakini hapa tu manager akaja, jamani wewe na So-young mna date. Bidada Yoro arimind sana. Kwanza kabisa akaamini kabisa aliyeongea haya maneno yote ni Sanju. Basi akawa amemfuata huko ambako bidada alikuwa ameweza kujifungia, akaanza kumwambia kwa nini umeweza kutambaza habari zangu? Sasa bidada Sanju haelewi huyu bidada anazungumzia mambo gani, mbona unasikuelewa unachozungumzia wewe? Lakini hasikuelewe Mungu. Wakati huo So-young akawa ametimba hapo na kusema kwamba anahitaji kuongea na bidada Yoro. Basi akaanza kumwambia kwamba siku ya jana wakati tunaongea niliweza kugundua kwamba kuna mtu alikuwa anatusikiliza na akakimbia. Bidada Yoro alijisikia vibaya sana kumhukumu mtu ambaye hata husiki katika jambo lile. Basi na nyakati za usiku zilipoweza kufika, siku ya leo bidada ndio alikuwa amekuja kwa Mwamba, anamwambia jamaa nipatie mizigo yangu, nataka niondoke nihamie kwenye apartment. Basi Mwamba akaingia ndani akachukua mizigo yote ya bidada akawa anamkabidhi, ila akauliza vipi unahamia
unahamia katika nyumba namba ngapi? Bidada akawa anamuonesha namba. Mwamba alipoitazama ile namba aligundua kwamba anahamia katika nyumba ambayo Sanju ndipo anapoishi. Yaani yule bidada ambaye nyakati za mchana alikuwa anamhukumu vibaya kule katika maeneo ya airport, afu ndo anahamia nyumbani katika nyumba hiyo hiyo ambayo bidada huyo anaishi. Sasa bidada alipoambiwa kwamba anapohamia ni kwa Sanju, basi akajisikia vibaya, akaanza kusema kwamba sasa huyu niliweza kumtukana mchana, tena sasa hivi nahamia kwake, mimi sitaki hata kumuona. Lakini Mwamba akamtuliza akasema nenda kaishi naye, kwa sababu mfano kama kule Bongo kuna wanawake wanawatukana wanaume leo, kesho anaanza kuishi naye na kupo mke wake au mume mtu. Kwa hiyo usiangalie namna gani mmeweza kukutana leo, angalia maisha yako ya kesho. Kwa mimi naamini kuna hatima njema juu yako wewe na bidada Sanju. Dada Yorang baada ya kuyasikia maneno alishangaa sana, kwa sababu hata babake mzazi alikuwa akimwambiaga kipindi alichokuwa ni mdogo. Akawa anamuuliza huyu jamaa, wewe unajuana na babangu? Lakini kumbe Mwamba Soyang alipokuwa mdogo, pamoja yeye na kaka yake waliweza kukutana baba yake na bidada Yora katika eneo fulani vile mgawa, ndo aliongeaga neno kama hilo. Na basi nyakati za usiku zilipoweza kufika, bidada akawa anasindikizwa na Mwamba. Taratibu akiwa anatembea njiani, jamaa anatamani kumshika bidada ila anakosa ujasiri. Yani anatamani ile sana tu, lakini ujasiri unakosekanika. Akawa anasogeza mkono taratibu. Lakini bidada akalopoka maneno fulani akasema, nilipokuwa na miaka 9 tu babangu aliweza kuniacha. Mwamba akanyanyua mkono wake akamshika bidada, na hapa ilikuwa ni ishara ya kwamba anampenda bidada. Sasa akataka kuanza kumkiss, lakini ghafla tu alisikia watu puu, umechukua nyeti zangu, rudisha nyeti zangu. Inabidi Mwamba kumwambia bidada awapigie simu maafande haraka sana, alafu yeye anaelekea eneo la tukio. Ni wakina nani hao ambao wameweza kuchukuliana nyeti zao? Inabidi Mwamba haraka sana kumfuata yule muhuni alikuwa anampiga mwenzake. Akaanza kumwambia wenyewe kuna shida gani hapa? Lakini muhuni akamwambia Soyang kwamba afuate mambo yake, haya hayamhusu kabisa. Baadaye akataka kumrushia ngumi, lakini Mwamba akaidaka ile ngumi. Sasa kumbuka huyu jamaa na mkono wa chuma, ile ngumi ikawa itikisiki, jamaa alianza kulia. Sasa kuna mshikaji mmoja alikuja na mbao akampiga Mwamba katika mguu. Bahati mbaya ile mbao ndio ikaweza kuvunjika, afu mguu wa Mwamba uko vile yani. Hasa ile anakwenda kutazama nani aliyekuwa anashambuliwa, anagundua kwamba ni kiongozi wa ulinzi katika eneo la airport. Akawa anampatia mkono angalau aweze kusimama, kwa sababu ameweza kumsaidia. Lakini ghafla kuna mtu akaanza kumpiga na shot katika shingo. Huwezi kuamini, mtaalamu Soyang akaweza kuzimia. Kwa kuwa mkono wake umetengenezwa na mfumo wa chuma pamoja na umeme, basi huu mfumo wenyewe ukaanza kupigwa na shoti, mwisho wa siku ukaanza kutoa moshi. Maafande ndio wakawa wanafika. Kumbuka kwamba Mwamba alimwagiza bidada akaite maafande. Baadaye Mwamba anafungua macho yake na aligundua kwamba yuko ofisini kwa Profesa PhD na alikuwa akimfanyia operation ya mkono wake, na sasa mkono wake uko sawa, ila alimwambia kwamba mkono huu asiutumie tena. Mheshimiwa PhD akaenda mbali zaidi kwa kusema kwamba na sasa hivi awaga anatumia hichi kigali kutembelea, yani maisha yale jamaa aliyokuwa ameyakataa akatakaga kujiua ndio anarudishwa tena kule kule. Bidada hakuweza kumwona Mwamba kazini siku ya leo. Akawa anampigia simu, tuma message kama zote, lakini Mwamba akawa koti simu kabisa. Na Mwamba akawa anakumbuka moment nzuri zote zilizoweza kuzipitia na bidada. Mwamba akaona masuala ya kuendelea kukaa kwenye kiti hichi cha kujiendesha kina maana kabisa. Akachukua gari ya Mwamba wakati jamaa amelala, akaondoka zake mpaka ofisini. Na ukumbuke kwamba PhD alimsihi kwamba kwa sasa hatakiwi kabisa kutumia mkono wake wala mguu wake. Anatakiwa kutumia hicho kigali kwa muda mpaka atakapolikava vizuri. Haraka sana PhD akawa amempigia Sokuni, yule kiongozi wa masuala ya mapokezi kule airport. Akasema Soyang atakuja huko ofisini, lakini hali yake sio nzuri kabisa. Ikabidi mwanamama Sokuni kumfuata bidada Yora, kwa sababu muda mwingi ndo anashindaga na huyu Soyang. Akaanza kumuuliza, "Je, umeweza hapo kumuona Soyang katika maeneo haya?" Lakini bidada akasema hapana. Akaambiwa, "Mbona kwamba tumeambiwa kwamba jamaa amekuja huku?" Ikabidi bidada aanze kuhangaika kumtafuta hapa jamaa, lakini akamkuta juu kabisa huko ya gorofa, jamaa akiwa anaangalia mazingira. Bidada kitu cha kwanza alichoanza kuongea ni kuanza kulalamika, "Kwa nini unapokea simu zangu? Unajitumisha message kama chizi lakini bado hata ujibu. Kwa nini?" Lakini Mwamba akaishia kumkisi tu bidada na kumkumbatia. Sasa kumbe PhD alikuwa anamsubiria Mwamba huko Soyang. Alipoweza tu kufika akamwambia, "Wewe kwa nini upendi kuheshimu maelekezo yangu? Nimekuambia usije leo ofisini. Kwa nini umekuja?" Lakini mwanamama Soko alipokuwa akimtazama Soyang katika meno yake ya lips, aligundua kwamba kuna lipstick za bidada hapa. Akagundua kwamba jamaa ametoka kumkisi bidada huyo. Akawa ametabasamu akaondoka zake. Sasa PhD ikabidi kutoa leso fulani akamkabidhi Mwamba, akamwambia, "Hebu futa mdomo wako. Umetoka kukisi mtu huko afu unacheka tu hapo." Kesho yake ilipoweza kufika tena, Mwamba PhD akazidi kumwambia Soyang kwamba usipende kutoka nje. Hali yako bado haijalikava. Nina maana yangu kuambia usiondoke. Lakini Mwamba kagoma akaondoka zake. Lakini ile anaikaribia tu gari, ghafla tu mkono wake ukaweza kuiangusha funguo. Na Mwamba kaganda kidogo, akaanza kutafakari nini cha kufanya. Ghafla tu nguvu zikarudi tena katika mkono wake. Ikabidi jamaa kuinama ili aweze kuchukua sasa ufunguo aendelee na safari zake, lakini ghafla kagundua kwamba mkono wake hauwezi kabisa kumove. Na nguvu ya usumaku katika mkono wake ikaongezeka maradufu. Basi ule ufunguo ambao ulikuwa umeanguka chini ukaweza kuvutwa katika ule mkono. Na Mwamba akajikuta mkono wake mpaka unajinasa katika bati la gari. Akaanza kuvuta mkono wake mpaka akiwa crack. Hasa siku ya leo bidada Yora alikuwa anakumbuka tukio la zamani sana mara baada ya kumuona bidada mmoja anayefahamika kama Minja. Huyu Minja alikuwa akimuonea sana kipindi alichokuwa anasoma shuleni, lakini alipogundua kwamba rafiki yake anafanyia airport, basi alijifanya kumfurahia sana siku ya leo. "Rafiki yangu unafanyia airport? Mimi naongoza watalii bana, ni tour guide."
Lakini hata kabla bidada Yoro hajajibu chochote kile, bidada Minja akachukua simu yake akaisave namba yake, akasema wewe utakuwa rafiki yangu kuanzia sasa hivi. Akamwambia Yoro, nitakutoa out siku ya leo tukapate msosi kwa pamoja. Lakini bidada alipokuwa ameweza kuondoka tu, basi Yoro akaanza kukumbuka matukio ya zamani, namna alivyokuwa ananyukwa vibao na wewe Minja. Imekuwaje leo anataka kuwa rafiki na mimi? Sasa bidada Minja alipokuwa ameelekea katika maeneo ya mabafu, akawapigia marafiki zake akasema, bana we, nimekutana na kile rafiki changu ambacho nilikuwa nakionea sana shuleni, kumbe kinafanyia airport sasa hivi. Lakini wakati yote haya anayaongea, yule mlinzi anayefahamika kama Sanju alikuwa anasikia kila kitu. Na ukumbuke kwamba Sanju anajuana na bidada Yora. Alipotoka hayo katika maeneo ya mabafu, kumbuka kwamba yeye anafanya mambo ya tour guide na anaongoza watalii. Kumbe alikuja kuwapokea watalii siku ya leo hapa. We bwana we, kwanza kabisa akaanza kubandika mabango hapo airport akiandika majina ya wale watu wanaokuja kuwapokea wote. Hasa Yora anafahamu kabisa kwamba kubandika majina katika kuta za airport ni makosa kisheria, lakini akawa anashindwa kumfuata huyu mwanadada akikumbuka vile vibao alivyokuwa anapigwa mpaka anakosa ujasiri wa kumsogelea. Unadhani itakuwaje? Tukutane katika episodi ijayo, episodi ya 5 itakuwa na majibu ya nini ambacho kitakwenda kujili. Mimi naitwa DJ Paul, kumbuka kwamba hii ni PVP Media Max.